na hongera kwa mchezo mzuri kule ugenini, umeweza kupata alama moja. Pengine tuambie namna ambavyo game ilikuwa maana yake tuliona kwenye TV mkirushwa mpaka machupa. Ilikuwaje? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi 3, lakini tunasema alhamdulillah tumepata pointi 1, pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi ukipata away kwenye nchi kama Algeria una kila sababu ya kujipongeza. Mazingira ya mchezo yalikuwa magumu kutoka tunawasili siku ya mchezo mpaka tunaondoka. Mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto. Umetoka huku nyuzi joto 30, 31, unakwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa adapt kwa haraka. Tulikuwa na siku 2 tu za kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwenye mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote. Iko party moja ambayo ni party nzuri ya mashabiki wao, na iko party nyingine ni party mbaya. Party ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno. Tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, Kabilio wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa 3 tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55. Sio jambo jepesi, ni jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu. Na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yoyote. Hakuna mtu ambaye imetua tu simu zinaanza kuita. Unaweza kuta jasusi huyu. Maana unajua kimsingi imeniuma, tazungumza lakini imeniuma sana. Mkutano umeanza mpaka umeisha nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa hiyo inawezekana sasa jasusi ya madako kunigia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa, msio na wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima mashabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambako timu zetu zinafuta matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Na pengine kuna hatua yote ambayo mmeichukua, labda kupeleka barua ya malalamiko CAF? Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, general coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni general coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, kwa timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilivyokuwa napambana kukwepa chupa huku jukwani. Wale Waarabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wa karibu. Walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele. Tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid ile? Nilikuwa anapiga chupa zinapitia namna hii. Nikawa wenyewe wamenipigia saluti. Wamesema pamoja na yote lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe Temeke chupa ya maji. Nipiga pipa zikapita, lakini si jambo zuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Yes. Kocha imekuwa ni muda mfupi lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha. Huyu ni sayansi ya mpira. Nyie mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndo Pedro. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu.
Anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake amesema ndio kwanza kama ni asilimia 25. Naendelea kujenga. Yes, ni asilimia ana wiki 3 tu hapo. Naendelea kujenga kitu changu. Nasemaje? Kikishafika asilimia 100. Asilimia 100. Haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili yataongezeka. Yatakuwa makubwa mara kama 25 iko hivi, amchagui kiwanja. Maana tumeona New Amani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Ndio nimesema. Kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, ni muombe waziri wa afya Daktari Mchengerwa, hospitali kama Mirembe zingesogezwa pale Kariakoo Msimbazi ili tusipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika 100 tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe, basi isiwe kubwa, wachukue gorofa moja, floor moja tu iwekwe pale, wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa mule. Mna jirani mwehu akapendwa. Jirani ashakuwa mwehu. Na nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana. Mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote. Hali ni mbaya ndugu zanguni. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita 5-6. Unaweza kukutana na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mchukue mtu wenu. Wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali, kwanza mkutano umeendaje? Imeniuma sana niwaambie ukweli leo. Jadu akupe dondoo. Unaenda. Kiukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow. Yaani nimeumia kweli yani kukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba 5. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara kweli. Sisi kaingia mitini. Umeenda vizuri mkutano? Basi sawa. Bwana Hapo tumetoka kwanza. Mimi nasema imefanyika dua kwa ajili ya kumtorosha mwenyekiti. Wakaambiwa fumbeni macho. Basi. Tumeona kile alichofanya kwa Djigui Diarra. Kuna andiko liliandika Instagram namna ambavyo alipambania timu. Mipango wa shirikisha mashabiki wote sasa ambao wanahudhuria uwanjani. Mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe 4. Nitangaza tu rasmi kutokea leo. Hii Diarra aliyookota hapa leo hii ni hela ya maji. Hii ni hela tu ya maji. Maokoto yenyewe atayapata tarehe 4 pale KMC. Kwa wanayanga wote, kama huko mkoani unataka kumuokotesha Diarra, mtafute mwanayanga mwenzao kwa Dar es Salaam, mwambie nenda uwanjani, kibunda ndo hicho. Tutaingia pale siku hiyo na shangazi kaja. Lile kubwa lile. Sio kibegi. Shangazi kubwa ile. Tarehe ngapi itakuwa? Tarehe 4 inshallah. Watu watajaza pale. Diarra sisi wenyewe, jana mmemsikia pia rais wa Yanga. Sisi wenyewe hatujui kama tulisajili goalkeeper au tumechukua mwanachama mwenzetu wa Yanga. Pengine tulivyozindua tawi Bamako Mali alienda kuchukua kadi. Maana yake half time Diarra kuna move moja ilitokea hapo Rukushani kama nakumbuka golini pale. Alivutua alianguka vibaya. Kiangalia ile clip. Kwa hiyo enka ile ikaanza kuvimba. Kwa hiyo tunavurudi vyumbani, daktari baada ya kumcheki wakajiridhisha kwamba huyu bwana hawezi kuendelea. Sasa Msheri akatoka na goalkeeper kocha wa goalkeeper kwenda kufanya warm up kwa ajili ya kuendelea. Lakini Diarra akatulia pale ndani, machozi akiwa wanamtoka kwenye kile kiti chake. Akamwambia daktari, leteni hapa, wekeni dawa hizi kwa ajili kupunguza maumivu na uvimbe. Baada ya kuona kama dakika 10 hivi kashapata ganzi, akavaa socks, akapiga bandage za kutosha zile plaster, akavaa kiatu, akawaambia naenda kufa kwa ajili ya klabu hii Yanga Afrika. Ikihitajika damu itoke leo, damu yangu itatoka. Kwa hiyo alivyorudi Djigui Diarra akarudi mtu mwingine. Alikuwa tu hawezi kupiga mpira wa Afrika. Mliona Afrika kitokea anamuita baka. Lakini walivyokuwa wakija Waarabu wanamkuta Djigui Diarra amezidi kuongezeka. Ile hasira ile kama ilimuongeza mwili hivi. Kwa akakaa pale anaenea goli zima. Piga ni kupiga. Yule kocha yule wa JS Kabylie tumeondoka Joseph tumeondoka pale. Nafikiri kwa drip ya 3 wamemwekea. Pressure ilikuwa juu mno. Baada ya kukosa goli dakika 96 akawa anauliza, Yanga umecheza makipa wangapi? Kaambia ni mmoja, Djigui Diarra huyo. Screen protector. Kwenye nataka pengine unaweza ukatoa elimu hapa.
mzuri wa kundi lenu. Nikirecall hata msemaji wa Simba alisema Waarabu sio watu wagumu, ni vile tumekuwa tunakariri kwamba Waarabu ndio wagumu. Hata Waangola hata Waangola sio wagumu, ndio maana sisi tulimshona Wilieti. Hata Waangola sio wagumu. Na la mwisho, ndugu zangu waandishi wa habari, kuifanya hii ikae kwenye rekodi vizuri. Huu nimeshika nayo huyu. Nimeshika nayo. Kuifanya hii ikae vizuri. Yanga Afrika tulimtoa Djigui Diarra kutoka Stade Malien Mali. Yanga Afrika tumemtoa Lassine Kouma kutoka Stade Malien Mali. Ni wajibu wetu kama wanayanga kuwaombea dua njema Stade Malien katika mapito yao ya kimpira. Tuko nao bega kwa bega. Yaani msimu huu kwenye makundi, kwa kuwa walisema wenyewe hakuna mambo ya uzalendo, mimi sasa hivi ndugu zanguni ni dumbi ya mtupu kutoka Bamako Mali. Nilivotua tu hapo, mimi ni Mali mtupu, na saa moja nipo kwenye TV. Yaani sasa hivi sifichi. Saa moja nipo kwenye TV na wa Mali wenzangu tukiwashangilia Real Bamako. Una saba na Mali. Diarra. Unadhani nini kitatokea? Lassine Wale huyu unaona eti kaona Turubai anaweza kutokea nini? mechi 22 hawajapoteza. Kaka, ukiona Turubai watu wameinamisha vichwa chini, ujue kuna eneo mtu kaenda na chepe na jembe kuchimba shimo. Sio nataka kuna mtu anaenda huko. Nasikia raha alafu matokeo mengine mazuri ni ya jana. Petro de Luanda kupata sare na Express de Tunis. Nyie hamjui mpira, mmefurahia. Ile sare ndio yenyewe maana yake Mwarabu atakuja hapa. Nasikia raha. Sina uzalendo mimi. Amepotea dhidi ya Wydad. Nimefurahi pia jana. Jana ilikuwa nimefurahi pia. Amrabat yule amewashona Azam. Niliwaambia na ameingia kwenye vitabu vya historia. Thabit Zakaria Zaka za kazi. Ndiyo msemaji aliyemaliza mwezi mzima wa 11 bila kushangilia ushindi. Mara ya mwisho Azam wameshinda mechi ni tarehe 23 kama sio 24 Oktoba. Yaani nchi haijaenda kwenye uchaguzi. Imagine tumepiga kura, tumekimbizana, tumekaa ndani, tumetulia, tumeanza maisha vizuri. Azam hawajashinda mechi. Hawana kocha mkubwa. Sana kocha sijui, lakini Azam hawajashinda mechi. Kwa hiyo nimefurahi Azam kufungwa jana. Na vile wakati nafuatilia nikiwa Bamako, nitafuatilia pia New Aman Complex. Wenzetu Stellenbosch wako pale. Nabadilika tu. Nikiweka Azam Sports 2 na kwa Stellenbosch. Azam Sports 1 na kwa Mali. Ni roho mbaya isiyokuwa na kificho. Sasa hivi tupo katika level hiyo. Kwamba sisi wakati makundi yamepangwa, walivyokuwa wanasema Yanga ni kama maiti inaosubiri kwenda kuzikwa. Maiti ndio hii sasa inashafufuka. Inaangalia wa kuondoka naye. Na hatuna jamaa. Tunatazama. Kwa hiyo wa Mali wenzangu, tuko. Nani tuongezee dua hapa? Tuongezee dua wa Mali. Ongeza dua. Wa Mali twende dua ya Mali. Dua ya Mali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi wajalie wa Mali wenzetu waweze kupata ushindi siku ya leo. Ya Rabbi wajalie wa Mali wenzetu waweze kutupa furaha siku ya leo. Kuna wa Mali wengi hapa wa kutoka Mali. Djigui Diarra aweze kufurahi ushindi wa leo kwa ndugu zake watu wa Mali, ndugu zetu watu wa Mali. Mwenyezi Mungu tubariki. Wa Mali wote. Hao unavyoona kuna kina Diakite hapa. Wapo kina Diakite hapa. Kina Keita. Kina Keita wako hapa. Kimsingi tumeshatangaza rasmi. Romba yetu ya mwaka huu hatuifichi. Ni dhahiri shahiri. Ninyi watu wakitafuta kiberiti mnawasha moto. Nyie si mliwaoji hapa wakasema hamna uzalendo mwaka huu? Ndio tunaanza sasa. Tulianza na Petro, tunakuja na Stade Malien. Tukitoka hapo tunaenda kuvaa kanzu. Express de Tunis. Hadi mnatamani kwenda na nani? Pengine labda muende naye hatua inayofuata. Kwenye kundi letu sisi? Kati ya wanne. Wa Tanzania? Sasa wewe dua zote hizi tutakwenda na mtu? Sisi wakibaki wote alhamdulillah. Maki nimeona pia zao wanaanza kusema jana. Jamani ninyi mpira huu unaweza kufanya mtu kaona kama umepagawa hivi. Tumecheza vizuri sana, yani hajatuzidi chochote. Sasa sema kuzidi matokeo. Nimeona Ibu anaongea, yani hii mechi hajatuzidi chochote kile. Wamekuzidi matokeo, wenzao wameondoka na 3.
Wewe baki na 0. Ujue ulikuwa mpira wetu wa zamani huo. Cheza bwana mpiga pasi nyingi, mmefungwa. Bwana tume. Kaka nikwambie kitu. Safari hii bwana kwenye Champions League kila mtu ambaye na hali yake. Kabla hatuna unafiki. Tulikuwa tunakaa unafiki mwaka huu kila mtu na hali yake. Na sisi tuko mahali leo. Saa moja hadharani. Shahidi mmesema maisha. Ahali pale report basi ya mkutano ndugu zangu. Waandishi mlikuwepo.